Basi tushirikiane kusoma Zaburi ya 22 mstari wa kwanza hata mstari wa 4. Kwa kuwa mstari ni michache, naomba tusome wote kwa pamoja. Zaburi ya 22 mstari wa kwanza hata mstari wa 4. Tuanze wote kwa pamoja. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mbona umbali na wokovu wangu na maneno ya kuugua kwangu? Ee Mungu wangu, nalia mchana lakini hujibu, na wakati wa usiku lakini sipate raha. Na wewe u mtakatifu, uketie juu ya sifa za Israeli. Baba zetu walikutumaini wewe, walitumaini na wewe ukawaokoa. Amen. Keti. Tuombe kwaya ya Tumikeni. Karibu kwa wimbo wenu wa kwanza. Nisingesamehewa
1391, ibada ya Ijumaa Kuu asubuhi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumuungamie Mungu dhambi zetu. Lile ungamo pale chini la Zaburi ya 139. Wale walio na Biblia wana vitabu wafungue hiyo Zaburi ya 139. Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa njia zangu zote. Mungu mwenyezi na mwenye rehema ametuhurumia, akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo atufie msalabani. Kwa ajili yake ametusamehe dhambi zetu zote. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Keti kidogo. Tuombe kwaya ya Maranatha, mwimbe wimbo wenu. Thank you.
Takatifu mlango wa 27 mstari wa kwanza hadi mstari wa 31. Baada ya maneno haya tutaimba wimbo namba 85. Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasani sisi, yaangalieni haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduku ya sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitoa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi, kama Bwana alivyoniagiza. Naye Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, usikii ni mambo mangapi wanayokushuhudia? Asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa siku kuu, liwali desturi yake huwafungulia mkutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Barnaba. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi, yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa husuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakashawishi mkutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? Wakasema, Baraba. Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema,
na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakisema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya Praetoria, wakamkusanyikia kikosi kizima, wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Amen. Twamwamini Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Twamwamini Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, mwana wa azali wa Baba, yu Mungu kutoka Mungu, yu nuru kutoka nuru, yu Mungu kweli kutoka Mungu kweli, mwana wa azali
asiyeumbwa, mwenye uungu mmoja na Baba. Kwa yeye huyu vitu vyote viliumbwa, aliyeshuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu wanadamu na kwa wokovu wetu, akatoa mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu katika Bikira Mariamu, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu zamani za Pontio Pilato, aliteswa, akafa, akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kama yanenavyo maandiko matakatifu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Baba, naye atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu walio hai na wafu, na ufalme wake hauna mwisho. Twamwamini Roho Mtakatifu, Bwana mtoa uzima, atokaye katika Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Twaamini kanisa moja takatifu la Kikristo, la ulimwengu wote na la kimitume. Twakiri ubatizo mmoja kwa ondoleo la dhambi. Twatazamia kufufuliwa kwa wafu na uzima wa ulimwengu ujao. Amen. Alisema maneno saba akiwangwa msalabani, mimi nawe tuokolewe. Siku ya mateso ya Bwana alisema maneno saba akiwangwa msalabani, mimi nawe tuokolewe. Akasema
Yesu Kristo atukuzwe. Tunamshukuru sana Mungu ambaye ametuleta tena kwenye ibada leo, na naomba niende kwenye matangazo yetu ya tarehe 18 ya mwezi wa 4 2025, ikiwa ni siku ya Ijumaa Kuu, siku ya kukumbuka kifo cha Bwana Yesu, na tunaongozwa na kichwa kisemacho Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Tangazo la kwanza, napenda sana kuwakaribisha Wakristo wote mliofika kwenye ibada hii. Aidha, napenda sana kuwakaribisha wageni wote mliojumuika pamoja nasi kwenye ibada hii takatifu. Wageni walioleta vitu vya safari na hao wafuatao. Mgeni wetu wa kwanza anaitwa Eunice Mligo kutoka usharika wa Igagala, Dayosisi ya Kusini. Yeye amekuja kusalimia. Lakini mgeni wetu wa pili ni mtumishi wa Mungu, mwanafunzi wa uinjilisti aliyeko kule masomoni Matema, Mr. David Stefano Mkonja, ambaye pamoja na kuwa masomoni lakini analo jukumu la kutunza kijiji mojawapo chini ya usharika wa Matema, kijiji cha Lusonjo. Kwa hiyo kama yupo kwenye ibada hii mtumishi wa Mungu, naomba asimame mahali alipo pamoja na yule mgeni mwingine niliyemsoma, anaweza kusimama kama wao. Asante. Na Unique kama yupo, Unique Mligo, asante Maito. Basi naomba tuwapokee wageni hao kwa mazito mengi. Lakini kwa upekee nimkaribishe mtumishi wa Mungu Stephen Mkonja wakati huu asalimia moja kwa moja, kwa sababu alikuwa masomoni na mkini hakupata nafasi ya kusalimia Jumapili, basi tusalimie. Lakini kama ulisalimia Jumapili, basi nikuache uketi hapo, ila kama ukusalimia, basi nakaribisha hapa mbele uweze kusalimia kanisa. Asifiwe. Na wasalimu wote katika jina la Yesu aliye hai. Na washukuruni kwa upendo wenu, pia kututunza mahali pale Matema. Wanawasalimia sana. Mungu awabariki sana. Basi tumpokee kwa mazito matatu kabla hajatoka. Naona amekwisha kuondoka. Matatu mazito kwa ajili yake. Amen, barikiwe sana. Ni imani yangu wanafunzi wengine walipata nafasi ya kusalimia Jumapili. Basi naomba niendelee. Leo saa 8:30 mchana tutakuwa na ibada ya maneno 7 msalabani. Kwa hiyo Wakristo wote mnakaribishwa sana kufika kwenye ibada hiyo saa 8:30. Lakini saa 12 jioni ya leo tutakuwa na semina kwa wale ndugu zetu wote wanaotarajia kufunga ndoa tarehe ya 19 kwa maana ya kesho. Na ndoa hizo zitafungwa ni saa 4 kamili asubuhi. Kwa tunawakaribisha Wakristo wote kwenye ibada ya kesho ambayo itaambatana na tendo la kufunga ndoa kwa ndugu zetu, na ibada hiyo itaanza saa 4 kamili asubuhi. Lakini kesho hiyo majira yale ya saa 10 jioni tutakuwa na semina ya ubatizo kwa wazazi na wadhamini wa wale watoto wanaotarajia kubatizwa siku ya Jumatatu. Na ibada ya Jumatatu ya Pasaka, ibada itaanza saa 2 kamili asubuhi, na ibada hiyo itaambatana na ubatizo pia. Kwa hiyo hivyo tunaendelea kuwakaribisha Wakristo wote katika ibada hiyo ya Jumatatu ya Pasaka, na ibada hiyo itakuwa ni ibada kubwa kabisa ikiambatana na ubatizo. Baada ya hapo, naomba nitangaze kwenu matangazo ya ndoa, na kama nilivyosema juzi kuwa zingine zimemalizika ile mara 3, lakini tutarejea tu kwa mara ya mwisho kuzitangaza leo, lakini zingine pengine zitakuwa zikiendelea. Kwa mara ya pili tunapenda kutangaza kusudio la kufunga ndoa kati ya ndugu Nehemia Frederick Kiando na Bi Marieta Eligius Kanonola itakayofungwa tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 hapa Usharikani. Kwa mara ya mwisho hizi ninazitangaza sababu ni zaidi ya mara 3. Leo ni ofa tu,
hii ni kwa mara ya mwisho, tunapenda kutangaza kusudio la kufungwa kwa ndoa zifuatazo ambazo zitafungwa kesho saa 4 kamili asubuhi hapa Sharikani. Tunapenda kutangaza ndoa kati ya ndugu Pius Mjenzi Gwifaa na Bi Cecilia Agustino Ngolo. Tunapenda kutangaza ndoa kati ya ndugu Christopher John Sanga na Bi Wahaki Zakayo Televa. Tunapenda kutangaza ndoa kati ya ndugu Lighton Pearson Chone na Jennifer Nelson Simwanza. Tunapenda kutangaza ndoa kati ya ndugu Justin Lomwadi Mgala na Bi Juliana Josbad Kilasi. Tunapenda kutangaza ndoa kati ya ndugu Meshak Alphonse Ilomo na Bi Sofia Bernard Sanga. Tunapenda kutangaza ndoa kati ya ndugu Ayubu Balozi Sanga na Bi Helen Salimia Sanga. Hizi ndoa zote zimetangazwa leo ni kwa mara ya mwisho na zitafungwa siku ya kesho. Tarehe 27 mwezi wa 4 itakuwa ni siku ya baraka, siku ya kumsimika mtumishi wa Mungu tunza hazina wetu wa ushirika wa Tunduma, mama yetu Neema Mbembela, na siku hiyo tutakuwa na wageni pia kutoka jimboni wakija kushuhudia tendo hili. Tunawakaribisha na kuwaomba Wakristo wote mjiandae kwa ajili ya tendo hili la baraka la kumsimika au kumuingiza kazini mpendwa wetu Neema Mbembela. Tuombe maandalizi kwa vijiji, mitaa, kwaya zetu, vitengo pamoja na idara, pia ikijumuisha Wakristo wote katika siku hiyo. Uwepo wenu lakini pia ushiriki wenu katika tendo lenyewe taleta maana sana. Kwa tunawakaribisha na tunaomba sana muendelee kuiombea siku hiyo. Sambamba na tarehe hiyo kuwa na tendo hilo, pia siku ya tarehe 27 itakuwa ni Jumapili ya mwisho wa mwezi, na kama ilivyo kawaida yetu tutakuwa na ibada ya kusifu, kuabudu, maombi pamoja na maombezi. Wakristo wote mnakaribishwa sana kwenye ibada hiyo ambayo itaanza saa 8 kamili mchana. Tunaomba praise and worship team kujipanga vizuri kwa ajili ya siku hiyo, pamoja na kwaya zetu zote za ushirika huu. Naomba kujipanga vizuri kwa ajili ya siku hiyo. Kwa ibada iliyopita kulikuwa na matukio mengi, ikiwapo misiba, kwa kwaya zetu hazikupata ushiriki ulio mzuri, lakini ni imani yetu kuwa kwa wakati huu Mungu atatuepushilia majanga mbalimbali na tutakuwa na muda mzuri wa uweponi kwa Mungu kwa siku hiyo ya tarehe 27. Praise and worship, tunaendelea kuomba muendelee kujiweka vema, kwani hatutakuwa na wageni kwa maana ya praise kutoka pale popote, ili tufanye sisi katika wingi wetu kupitia kwaya pamoja na praise, ibada yetu ikawe ni yenye kufana. Kwa tunaomba muendelee kuiombea ibada hiyo, wapendwa wa Kristo, na ikimpendeza Mungu tutakuwa na mgeni katika siku hiyo. Kesho kutwa Jumapili tutaendelea na ibada kama kawaida, na siku hiyo tutakuwa na ibada kubwa, ibada ya kukumbuka kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, ibada ya Pasaka. Na siku hiyo tutakuwa na ibada mbili kama kawaida, na Wakristo wote mnakaribishwa katika ibada za siku hiyo ya Jumapili ya Pasaka. Na tukumbuke kuwa katika siku hii ya Pasaka tulijiwekea malengo ya kuwa tunatamani kufikia kiasi cha shilingi 20 milioni katika sikukuu hii, na malengo miongoni ikiwa ni pamoja na kusapoti kazi kubwa ya ujenzi ambayo tunaendelea nayo kwa habari ya ile michango kupitia harambee na kamati, na ikiwapo shughuli zingine basi zitafanyika, lakini fedha hii inalengwa sana pia kusapoti shughuli ya ujenzi wa kanisa la Mungu. Kwa hiyo tuwaombe sana wapendwa wa Kristo ushirika wa Tunduma. Sisi ni watu wale wanaopenda sana kumtolea Mungu, na tulisema walau kila Mkristo katika siku hii anzie kiasi cha sadaka isiyopungua 20 shilingi elfu, yani shilingi 20,000. Kwa hiyo tunaomba sana. Kuna wale watu ambao yamkini hata kufikia leo hauna bahasha ya Pasaka. Tunazo bahasha za sikukuu mbalimbali. Kama hauna kabisa bahasha, basi tanyosha mkono pale ulipo ili wazee wetu wa kanisa waweze kufikishia bahasha.
na tunatamani sana Mungu atupe neema ya kuona tunayafikia malengo ya kukusanya fedha isiyopungua 20 milioni ili tuweze kufanya wajibu ule ambao uko mbele yetu. Tunaomba sana wewe usiye na bahasha, Mungu akupe neema. Tunayo siku ya leo, tunayo siku ya kesho, na tunayo Jumapili yenyewe. Mungu akupe neema ya kuona muhimu wa kuchukua bahasha ili basi uweze kufanya kitu kwa ajili ya Bwana katika siku hiyo ya sikukuu kubwa kabisa ya kumbuka kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo Jumapili imepitishwa tangazo kwa siku hizi za usoni hatutakuwa na chombo hapa kwa ajili ya mchango wa ujenzi, kwa sababu tunatamani Pasaka yetu iende vizuri na iwe yenye mafanikio, lakini hatujasitisha kupokea ile michango ya ujenzi. Kwa tunaomba sana wapendwa wa Kristo, ushirika huu wa Tunduma kuendelea kuleta na kupunguza michango ile ya ujenzi kwa kila mmoja wetu kwa kadri ile atakuwa amejiandaa kwa ajili ya jambo hilo la kupunguza. Ofisi ziko wazi, lakini viongozi wa kamati pia wanapatikana. Na kama utaona haitoshi kuja ofisini au kuwaona viongozi wa kamati, tunazo nambari zetu za account. Kupitia account ile iliyopo Azania inayohusika moja kwa moja na kupokea fedha ya ujenzi, utaiona hapo nje. Lakini pia tunaitumia account yetu ya lipa ile ya Tigo. Unaweza ukaitumia hiyo kwa ajili ya kupunguza michango yako ya ujenzi. Kwa hiyo tunaomba usitumie account nyingine yoyote. Tumia account iliyopo Azania ambayo utaikuta hapo nje, lakini tumia pia kwa habari ya lipa ile iliyopo hapo nje pia ya Tigo. Kwa hiyo tunaweza kutoa michango yetu kupitia hizo njia ambazo nimezisema hapo. Lakini kama haitoshi, ikiwa kuna wajumbe wa kamati ile ya harambee, tunaomba sana wale mnaojisikia kupunguza, pengine unaona uvivu kuja ofisini, basi sisi tutaweka kiti hapo na tutakuwepo na wajumbe. Kama mpo miongoni mwa wajumbe kwenye ibada hii, niombe msimame ili jambo hili liweze kufanyika double. Ofisi ipokee, lakini pale nje wajumbe kama mtakuwepo muweze kupokea. Kama mpo wale wajumbe wa kamati, viongozi wale, asante. Namuona mtumishi wa Mungu pale na mtumishi wa Mungu pale. Basi pia tunaweza tukaona hawa wapendwa wa Mungu hapo nje. Tutakuwepo hapo nje, watasimama tu hapa malangoni kwenye hizo kuta zetu hapo karibu na ubao wa matangazo, wakiendelea kupokea hiyo michango. Kumbuka kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Hongereni sana kwa kuja katika ibada hii. Lakini wapongeze pia wale walioshiriki ibada jana. Mungu awabariki sana. Ibada ambayo ilikuwa na matukio mengi. Wapongeza wale waliopata kipaimara jana. Kama wapo naomba wasimame, maana ndio mwanzo wa ibada sasa. Tuone kwamba kweli waliamua kwa Wakristo kweli na washirika wa ibada. Wale waliopata kipaimara wote wasimame. Lakini pia naomba niwapongeze wale ambao watafunga ndoa kesho. Kesho Jumamosi. Kama wapo kwenye ibada hii, pale walipo wasimame wote. Wako kwenye maandalizi. Kwa nini tumepanga kesho tufunge ndoa zao, na wakati huo Yesu Kristo yuko kaburini? Tunataka hao wenzetu Jumapili wafufuke upya. Wanapokuja kwenye ibada ya Jumapili, waje kwa sura mpya ya ufufuo katika ndoa zao. Bwana Yesu asifiwe. Kama alivyosema katibu, wanafunzi wetu wote wanaosoma pale Matema wamesharudi likizo fupi ya Pasaka, lakini Jumapili tutawatambulisha wote vizuri. Kwa sio kwamba tumewasahau, tutawatambulisha, watatoa salamu zao Jumapili.
na tangaze kwamba siku ya Jumapili tutakuwa na ibada kubwa hapa, ibada ya CCT mchana. Naomba saa 8 kamili Jumapili tutakuwa na ugeni mkubwa wa Wakristo kutoka madhehebu mbalimbali ya CCT pamoja na kwaya mbalimbali kutoka madhehebu yetu ya CCT. Tutakuwa na ibada nzito kubwa, lakini usharika wa Tunduma kama wenyeji tumepewa upendeleo wa kwaya zote za usharika huu kuwepo, lakini huko kwingine wataleta kwaya moja moja, ila usharika wa Tunduma kwaya zote watashiriki kwenye ibada hiyo. Kwa tunawaomba kwaya zote mchana Jumapili, siku ya Pasaka, tarudi mahali hapa kumtukuza Bwana wetu aliyemfufua mwanawe pekee Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pa kuonyesha umoja wetu. Kwa hiyo tunaomba Wakristo wote na kwaya zote Jumapili baada ya ibada yetu tutarudi saa 8 kwa ibada ya CCT. Lakini pia niwapongeze washarika wote kwa ajili ya sadaka mbalimbali mnazomtolea Mungu bila kuchoka. Mungu awabariki sana kwa matoleo yote nayoyatoa kwenye ibada na hata katikati ya ibada. Wengi mnaleta sadaka zenu pale ofisini, fungu la 10, shukrani za pekee, sadaka za ujenzi. Mungu awabariki sana. Naomba katika hilo tumshukuru Mungu kwa mazito matatu. Kama nilivyosema katibu, tuko kwenye Pasaka na kiwango cha kuanzia tulisema 20,000 kwa kila Mkristo kuanzia na kuendelea. Kwa hiyo kama umemaliza endelea, kwa sababu haina ukomo mwishoni. Kama hujamaliza basi endelea kumalizia hiyo Pasaka yako, sadaka yako ya Pasaka. Na mwisho wa sadaka hii itakuwa tarehe 27 ya mwezi huu wa 4. Ndio tutafunga kutoa sadaka ya Pasaka. Na kwa leo, mara baada ya matangazo haya, tutatoa kwanza sadaka hiyo ya Pasaka. Alafu baadaye, baada ya neno, tutatoa shukrani ya neno. Bwana asifiwe. Pende kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya Baba Askofu Daktari Israel Peter Makiolile ambaye ameongozana na dereva wa Dayosisi ya Konde, tena sio tu dereva, mkuu wa madereva. Yaani ametoka Tunduma nafika pale cheo kinapanda, anakuwa ndio mkuu wa madereva wa Dayosisi ya Konde. Hongera sana. Basi naomba nimkaribishe Baba Askofu. Tumekuwa naye na amefanya kazi kubwa sana jana hapa na leo tuko naye. Asante kwa kuja kwetu. Mungu akubariki. Karibu usalimie usharika. Mchungaji kiongozi wa usharika huu wa Tunduma Ezekiel Mandogolile, pamoja na uongozi mzima wa usharika, naomba itifaki wamezingatiwa. Wapendwa wa Kristo wote katika ujumla wenu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla sijaleta salamu za dayosisi, naomba nilete salamu za mke wangu mchungaji mstaafu Ngulonda Sambungu. Ilikuwa tu wote, lakini imeshindikana kuja naye kutokana na mjukuu tuliye naye mdogo ni msumbufu, angeweza kuto kutulia. Kwa hiyo akaomba tu abaki. Anawasalimu sana. Na salamu ya pili ni kutoka kwa Baba Askofu Geoffrey Mwakihaba, ambaye ilikuwa yeye ndio awepo hapa Tunduma, kwa sababu yeye sharika zote za Dayosisi ya Konde ni zake. Sasa kwa sababu ana majukumu mengi sharika zingine, ameniomba nimwakilishe hapa Tunduma.
ameomba niwasalimuni nyote na anawatakia kila laheri na Pasaka ibada hii njema na kipindi chote hiki cha Pasaka kiwe chema kwenu. Bwana awabariki. Na ninawatia moyo katika kazi iliyo mbele yenu. Alikuwa ananishirikisha mchungaji kazi ya ujenzi wa kanisa jipya. Mungu awe nanyi. Kazi hii ni nzuri na ni nyepesi kwa wale watakaojisikia kumjengea nyumba kubwa Mungu, mahali ambapo watu wote watakuwa na kusanyika na kumwabudu na kumtukuza. Na waombea kwa Mwenyezi Mungu zoezi hili likaweze kufanikiwa. Mchungaji, Mungu awabariki. Na kwa jinsi ninavyowafahamu Tunduma, yaani ndani ya miaka 2-3 mmemaliza. Na hili nawaombea hilo hivyo, na jina la Bwana likawe nanyi. Amen. Mungu kwa kupokea salamu za Baba Askofu kwa mazito matatu. Asante sana. Baba Askofu alikuwa pia mkuu wa jimbo la Magharibi, awepo pamoja nawe katika ibada hii, lakini ameomba radhi sana kwa sababu ya ratiba nyingine. Umesema nikupe salamu nyingi sana, na nasema madamu mimi ndio msaidizi wake, akasema simama pia kwa nafasi ya kumpokea kwa niaba yangu kama mkuu wa jimbo. Kwa hiyo tunaomba upokee salamu kutoka ofisi ya jimbo letu la Magharibi na kwa mkuu wetu wa jimbo. Mungu akubariki sana. Basi wakati huu tutatoa sadaka sasa. Sadaka
umetujalia kukusanyika ndani ya kanisa hili ili tuweze kuwa na matafakuri ya mateso na kifo cha mwana wako mpendwa Yesu Kristo kupitia ujumbe wa maneno aliyoyanena pale msalabani. Tunakuomba Baba, tujalie Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli, ndiye awe mtafsiri mkuu wa neno hili kwetu sisi sote. Na ninakusihi sana Baba, unitumie mimi nisiyefaa machoni pako na machoni pa watakatifu wako hawa. Wewe ndiwe ukasimame kulitangaza neno lako, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Tukae. Wapendwa ndugu zangu, sisi sote tunafahamu wajibu uliomleta Yesu hapa duniani ni wajibu aliotumwa na Baba kutekeleza wa kumkomboa mwanadamu kutoka dhambi zake. Na ukombozi huu wa mwanadamu kupitia Yesu Kristo unajionyesha katika yale aliyoyasema na aliyoyatenda. Na watheolojia wamejaribu kuyaweka katika vifungu vitatu vya utumishi wa Yesu hapa duniani. Kifungu cha tatu ndicho kilichomleta msalabani. Kifungu cha kwanza ni hiki kwamba Yesu Kristo alikuwa mwalimu mzuri na mhubiri mzuri na mfundishaji mzuri wa neno la Mungu, neno lilowagusa walio wengi. Kama nabii alisema ulio ukweli, wala hakupindisha. Kwake chumvi ilikuwa chumvi, sukari ilikuwa sukari, wala hawezi kusema chungwa ni chenza. Na maneno yake hayo yaliambatana na huduma iliyojionyesha katika ufalme wake kama ofisi ya pili. Nazungumza kwa kifupi kwa sababu sipendi nichukue muda mrefu hapa. Yesu alikuwa vile vile ni mfalme aliyewajali watu wake wote bila kubagua. Aliwaponya watu wa kila namna bila kubagua, na wafuasi wake walikuwa wa kila namna bila kubagua. Hata kama mila na desturi ya Kiyahudi ilikuwa inabagua wanawake na wanaume, watoto na watu wazima, ilikuwa inawabagua, lakini kwa Yesu kulikuwa hakuna ubaguzi. Yeye kama mfalme aliponya watu kwa mikono yake. Yeye kama mfalme alilisha watu kwa mikono yake. Yeye kama mfalme alifufua watu. Yeye kama mfalme alifanya mambo makuu ya kuwaongoza watu sawa sawa na mapenzi yake Mungu. Sasa kwa sababu alikuwa nabii aliyehubiri na watu wengi walimsikiliza na kufuata, na kwa sababu alikuwa ni mfalme aliyeponya magonjwa, aliyetoa mapepo, aliyowafanya watu washibe wale, watu wengi wakaanza kumfuata. Tayari uadui ukaanza, watu wengi wakaanza kumfuata. Na watu wanapomfuata Yesu, wale waliokuwa viongozi wanaanza kuona huyu sasa anapokonya watu wetu. Walikuwepo makuhani wakuu akina Kayafa, walikuwepo wazee, walikuwepo Masadukayo, Mafarisayo, walikuwepo hata viongozi wa serikali. Sasa wanapoona watu wengi wanamfuata Yesu,
kwa sababu Yesu amekuwa tumaini lao. Hawa waliokuwa viongozi hapo awali, makuhani, wanaanza kumchukia Yesu, wanaanza kumwona ni adui. Watu wanaacha kutufuata sisi, wanamfuata huyu. Wakaanza kumzushia mambo ya uongo, mambo yasiyostahili. Wakaanza kumtengenezea mashtaka hata ya kusema huyu alisema atalivunja hekalu ambalo sisi tumelijenga kwa muda mrefu, atalivunja na kulijenga ndani ya siku 3. Wakaona na kufuru. Huyu anajisema eti yeye ni mwana wa Mungu, na wakati tunamfahamu amezaliwa na Maria na baba yake ni Yosefu, ni mtoto wa seremala, anajifanya ni mwana wa Mungu. Huyu anakufuru. Huyu anafanya mambo makubwa. Sasa mashtaka wanasema ulimwengu mzima, yaani eti watu wanapomfuata wakachukulia kwamba ni ulimwengu mzima unamfuata Yesu. Kwa hiyo sisi hatuna watu watakao tusikiliza, watakao namsikiliza. Wivu wa kibinadamu ukaja, wakaona huyu hamna njia, lazima tummalize. Ndipo wakaanza kuunda makundi ya kusema tumshtaki. Sasa katika kuhangaika huko, wengine wanashindwa kumfahamu ni yupi kati ya wale watu. Mmoja anajitokeza kati ya wanafunzi wake, anasema mimi mkinipa tu vipande vya fedha nitawaonyesha. Na kweli walipompa vipande vya fedha 30, akaenda kuwaonyesha mwana wa Mungu ambaye amekuja kumwokoa hata yeye. Anamsaliti kwa kumbusu, wanamchukua. Petro anamkata hata mtu mmoja sikio, lakini Yesu anasema mimi ningeweza kuagiza jeshi la mbinguni liangamize, lakini sikuja kwa vita hivi. Akalichukua sikio akairudisha. Bado walitafuta namna ya kummaliza huyo mtu. Wamemtesa usiku kucha wa Alhamisi kuamkia Ijumaa. Wamemtesa. Herode, Pilato wamehangaika kwa ajili ya huyo mtu. Lakini hawa watu wenye nia mbaya na Yesu, ambao tena ndio viongozi wa dini, wanasema lazima auawe. Wanampeleka kwa huyu Pilato. Pilato anasema jamani, sioni hatia kwa huyu mtu. Anasema asulubiwe. Hata wengine wanadiriki kusema damu yake iwe juu yetu na kwa watoto wetu. Unaona laana hii? Wanajitakia laana ije kwao na iwafikie na vizazi vinavyofuata, wakati Yesu amekuja kukomboa vizazi vyote hivyo. Wanataka asulubiwe. Kwa hiyo Yesu kweli, kwa kutetewa na huyu Pilato, anajaribu kutafuta mbinu ya kumwachisha kwa kusema, katika sikukuu hii kwa kawaida huwa namtoa mhalifu mmoja. Nimtoe yupi kati ya Baraba ambaye alikuwa ni muuaji mbaya na huyu Yesu aitwaye Kristo? Wao wanasema huyu Yesu asulubiwe, mtoe Baraba. Mwishowe huyu baba wa watu ananawa mikono, anawaruhusu wamchape mijeledi. Alichapwa mijeledi 40 kasoro mjeledi mmoja. Tunasema mijeledi 39, maana adhabu ni mijeledi 40, lakini maaskari wanaachia mjeledi mmoja kwa ajili ya kuombea msamaha kwa huyo mtu. Tunatimiza ulio wajibu wetu kwa kumchapa mijeledi 39 na ule mmoja wanauacha kuombea msamaha.
Yesu alichapwa yote. Pilato alijua kwamba kwa kumchapa hivyo, kwa kumchubua hivyo, kwa kumtesa hivyo, watamuonea huruma, watasema basi ameteseka vya kutosha, yatosha, mwacha ende zake. Lakini bado alisema asulubiwe, asulubiwe. Kwa Yesu anaenda kwenye ofisi yake ya tatu ya kuwa kuhani, anakwenda kuimwaga damu yake pale msalabani. Anatukanwa, anabezwa, anavishwa miba, anatemewa mate, anapigwa ngumi, hata watu wanampokonya na mavazi yake na kadhalika. Na ndipo Yesu awapo pale msalabani kuanzia hiyo saa 3 siku ya Ijumaa, anaanza kutamka neno la kwanza la msalabani ambao tunalipata katika Luka 23 mstari wa 34. Na ninamshukuru sana mchungaji, ameandaa maneno yote ya msalabani kayaweka pale ili watu wote waweze kuyapitia na kuyasoma. Neno la kwanza linasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Unaona Yesu alivyo na huruma. Yesu anapoleta ujumbe wa Mungu kwa mwanadamu, ujumbe hata kwa maadui ambao walitegemewa wangelaaniwa, analeta ujumbe wa msamaha kwao. Baba, pamoja na yote haya wanayoyafanya, pamoja na matukano yote, pamoja na mateso yote, pamoja na masomeo yote, Baba, na kuomba uwasamehe, hawajui watendalo. Hawajui watendalo. Wengine wanasema aliokuwa wengi, sasa aliokuwa yeye mwenyewe. Lakini Yesu ametamka tu, Baba, uwasamehe. Sasa tunaweza tukaanza kuainisha ni akina nani anasema Baba uwasamehe. Hapa wapo wachache. Tunaweza tukasema ni hao makuhani, tunaweza tukasema ni hao wazee, tunaweza tukasema ni hao viongozi wa serikali, Pilato, Herode, tunaweza tukasema ni huyo Yuda Iskariote, tunaweza tukasema ni huyo Petro aliyemkana, tunaweza tukasema mengi, ni hao maaskari waliokuwa wanampiga. Ni kweli Yesu ametamka kwa wote, Baba uwasamehe, hawajui watendalo. Anawaombea watesi wake waliokuwa wanamfanyia dhihaka za kila namna. Anawatamkia neno la msamaha badala ya neno la laana. Maana kwetu si wanadamu ungetegemea Yesu angetamka neno la laana kwao, kusema mmenitesa vya kutosha. Anaagiza jeshi mbinguni kuangamiza, lakini hafanyi hivyo. Yeye analeta ujumbe wa maana wa msamaha kwa hao watu wanaomtesa. Ndugu zangu, kwa kumweka Bwana Yesu pale msalabani, walitegemea sasa wamemaliza yote. Maana ile miguu iliyokuwa inazunguka huku na kule kulitangaza neno la Mungu, alitembea sana Yesu. Hakutumia magari kama tunavyotumia siku hizi. Alitembea kwa miguu. Hiyo miguu imepigwa misumari pale msalabani. Hawezi kutembea tena. Yesu tumesema alilisha watu wengi. Yesu tumesema alibariki watu wengi. Yesu tumesema aliwabariki hata watoto. Yesu aliweza kufufua kwa kutumia hata mikono yao, aliponya hata macho yao. Hiyo mikono iliyokuwa inafanya kazi zote hizo haipo tena, kwa sababu imepigwa misumari pale msalabani. Haifanyi kazi tena, haiwezi. Wao walifikiri wameshinda, lakini kumbe walisahau kufunga mdomo uliokuwa ndio mhubiri mkuu. Na pale msalabani
linatokea, Baba wasamehe, hawajui watendalo. Baba wasamehe, hawajui watendalo. Anawaombea maadui wasamehewe. Anauleta upendo wa Mungu ulio ujumbe mkuu kwa watu. Anaonyesha jinsi ambavyo Mungu yuko tayari kusamehe dhambi zetu. Huu ni mfano fika, hamna tofauti na aliyofanya Stefano. Stefano naye wanapopiga mawe, na yeye alisema, Baba wasamehe, hawajui watendalo. Wanamuua, anawasamehe. Hata Yesu ndivyo alivyofanya hapa. Anaonyesha jinsi ambavyo Mungu yuko tayari kusamehe dhambi za watu wote. Msamaha unawagusa wote wauaji. Msamaha unawagusa hata maaskari makatili wale. Msamaha unawagusa viongozi wa dini, akina Annas, akina Kayafa. Msamaha unawagusa akina Herode, akina Pilato. Msamaha unamgusa hata Yuda Iskariote aliyemsaliti. Msamaha unamgusa hata Petro aliyejifanya mbele ya Yesu kwamba wajapofanywa mabaya wengi, mimi sitafanya nini? Sitakuacha. Lakini alimkana Yesu mara 3. Msamaha unawagusa hata wanafunzi wa Yesu ambao alipopigwa Yesu wote wakatawanyika. Tunaambiwa wote walifanya nini? Walitawanyika, isipokuwa tunamuona Yohana peke yake ndio anamfuata Yesu mpaka pale msalabani. Lakini wanafunzi wengine wote wamekimbia. Akina Petro aliokuwa anamfuatia kwa mbali wanamkana, wanasema hatumjui huyo mtu. Msamaha umetamkwa kwa wote. Sasa mnaweza mkasema huyu Yesu basi ni wa pekee, na ni kweli ni wa pekee, kwa sababu hakuwa yeye, alikuwa ni Mungu anayekutamkia msamaha wewe unayemtesa. Na neno la msamaha hiyo ndilo fundisho ninalotamani sana siku ya leo tujifunze. Fundisho la maandiko, na ndio kiini cha mafundisho ya Yesu. Hata ukisoma katika Mathayo 6:12, Luka 17:30, mstari wa 3 na 4, Yesu anazungumzia sana habari za kusameheana. Kristo hakuhubiri kusameheana tu, bali yeye mwenyewe alifanya kusamehe. Mathayo 5:44, Luka 6:28, Yesu mwenyewe alisamehe. Na Yesu anatuambia hata sisi wa leo tusameheane kupitia neno alilotamka pale msalabani, lililowagusa waliokuwepo kabla ya Yesu, lililowagusa waliokuwepo wakati wa Yesu, linalotugusa hata sisi. Tunatangaziwa msamaha, hata sisi tunaambiwa tukishasamehewa tuwasamehe na wenzetu wanaotukosea. Hata anatupa mtihani mzito sana wa kumsamehe mwenzako 7 mara 70. Sijui kama inawezekana kumsamehe mtu mara 490. Sijui tena kwa siku moja. Mtu anakukosea asubuhi, mchana, jioni, usiku, anasema msamehe, msamehe. Najua kibinadamu hiyo haiwezekani, lakini pale tunapomtumaini Yesu mwenye kujua kusamehe, hata sisi tunaweza tukasamehe. Hata kama mwenzi wako anakusumbua sana, hata kama watoto wako wanakusumbua sana, hata kama jirani yako anakusumbua sana, sema msamehe 7 mara 70. Kushindwa kusamehe, watu wa Mungu, ndoa zinavunjika. Ndio maana zinavunjika ndoa hii, kwa sababu tunashindwa kusamehe. Kushindwa kusamehe, hata urafiki tulionao na ndugu zetu unakwenda, unapotea. Hatui marafiki tena, kwa sababu unatupa
inasambaratika, watoto wetu wanakwenda kivyao, kushindwa kusamehe. Hata ndani ya makanisa tunasambaratika. Unakuta kwaya fulani haipatani na kwaya fulani, mzee wa kanisa fulani hapatani na mzee wa kanisa fulani, mchungaji hapatani na wainjilisti, au wainjilisti hapatani na Wakristo. Ni kwa sababu tunashindwa kusamehe. Lakini Yesu anatukumbusha kupitia tamko la msamaha pale msalabani kwamba tusameheane. Watu wa Mungu, maisha yanakuwa machungu sana kama tunashindwa kusameheana. Amani inakosekana. Tuelewe kuwa watu wa Mungu, tuelewe hivi, mtu kumtendea mabaya, aliyekutendea mabaya, hesabu kwamba ni shetani. Yaani mtu aliyekutendea mabaya na wewe unalipiza mabaya, huo ni ushetani. Mtu kumtendea mema, aliyekutendea mema, huo ni utu, si ndivyo? Mwenzako amekutendea mema na wewe unamjibu kwa kumtendea mema, huo ndio tunaoita ubinadamu, ndio utu. Lakini kumtendea mema mtu aliyekufanyia ubaya, huo ni uungu kabisa. Hapo wengi tumeshindwa, lakini Yesu ndiye anayeweza kutuwezesha tukafikia hiyo hatua ya uungu, kwa sababu yeye. Hebu tuongoze. Msamaha hufungua mlango wa ibada. Msamaha ndio unafanya hata meza ya Bwana iwe ya maana. Msamaha hata ibada tunapoingia undani, sisi huwa tunaomba msamaha, utusamehe Mungu. Hata ile sala ya Bwana ndio hasa ya kujifunza watu wa Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yakatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu. Na tunasema kama sisi tunavyowasamehe waliotukosea. Maana yake tunaweka mkataba na Mungu, si ndivyo watu wa Mungu? Tunaweka mkataba na Mungu kwamba kama nitamsamehe ndugu yangu huyu, Mungu naomba na mimi nisamehe. Lakini kama sitamsamehe, maana yake nakuambia Mungu hata mimi sinisamehe. Si ndivyo tunaomba kila siku watu wa Mungu? Inawezekana tunaomba hatuelewi, lakini tunamwambia Mungu, haya ninayoyatenda mimi ndio ninayoomba Mungu nitendee. Kama sijui kuwasamehe wenzangu, basi Mungu usinisamehe. Kama nawasamehe wenzangu, Mungu naomba unisamehe. Kwa hivyo ndugu zangu, tujue kusamehe na tujue kusahau yale waliotukosea wenzetu. Tujue kusamehe na tujue kusahau, wala tusitunze moyoni kwamba ulinifanyia hivi, ulinifanyia hivi, ulinifanyia hivi. Hapana, tujue kusamehe bila kukumbuka yale yaliyopita. Mungu atusaidie katika neno hili la kwanza la msamaha. Neno la pili, sitaongea yote watu wa Mungu. Mchungaji Matugulile atamalizia mengine mchana. Mimi naweza nitakwenda haraka nifanye machache. Neno la pili, amini na kuambia leo hii utakuwa nami peponi. Neno hili ni la Yesu Kristo, linalotokana na fujo zinazoendelea pale alipoangikwa Golgotha. Tunajua watu wengi waliokuwa napita walikuwa wanamtukana, maana aliangikwa mahali pa wazi ambapo watu wote wanapita, wanamkemea, wanamsema yote. Sasa pale ndipo ambapo hata
mkosaji mmoja ameangikwa pamoja na Yesu, anaanza kumsema na yeye Yesu kwamba wewe si ni mwana wa Mungu uliokuwa wengi, jiokoe utuokoe na sisi. Jiokoe utuokoe na sisi. Hiyo hili neno tunaipata Luka 23:43. Zamani sikuambia, linatoka Luka 23:43. Amina kuambia leo hii tutakuwa na mpeponi. Sasa watu wa Mungu, hasira zinazopita pale za watu wengi zinamfanya huyu mmoja na yeye aungane nao kusema uokoe, jiokoe na utuokoe na sisi. Lakini huyu mkosaji mmoja aliyekuwa kwenye msalaba mmoja hapo, ndiye anamwambia wewe humuokopi hata Mungu, humuokopi hata Mungu. Sisi tunapata matokeo ya dhambi zetu, lakini huyu